Kwa hiyo kwenye upande wa macho, tatizo la shinikizo la macho halina dalili yoyote na ni salama yako ukilijua mapema ili uweze kulidhibiti mapema kabisa katika hatua za awali. Lakini nipende kukushawishi au kukuhimiza kwamba ni muhimu sasa kuwa na tabia ya kufanya uchunguzi wa afya, na hasa kwenye upande wa macho. Tatizo hili tulizozungumza leo tumegundua kwamba halina dalili yoyote. Najua sisi tumezoea kwenda hospitali pale unapoona una maumivu, pain. Ukishakuwa na maumivu makali yameshindikana, huko ndo mtu anasema aende hospitali. Lakini kuna magonjwa ambayo hayana dalili za maumivu lakini yana athari kubwa kuliko bora angekuwa yanakuja na maumivu. Tukiangalia hapa, huu ndio mfumo mzima wa mawasiliano wa jicho. Jicho ili la upande wa kulia mfano, taarifa inatoka nje kule inaingia kwenye jicho. Ikishafika hapa inachukuliwa na huu mshipa wa fahamu unaitwa optic nerve au nerve ya optic. Inaletwa mwisho wa siku inaletwa kwenye sehemu inaitwa visual cortex kwenye ubongo huku. Na ndo taarifa inachakatwa mtu aweze kuona. Sasa kinachotokea kwenye pressure ya macho ama shinikizo la macho ni kwamba pressure ya ndani ya jicho inaua hapa kwenye kichwa cha neva hiyo ya fahamu, kwenye optic nerve head. Pakisha haribika hapa, basi panakata mawasiliano kati ya jicho na ubongo na mfumo mzima wa mawasiliano wa ubongo, na hivyo mtu hupoteza kuona. Habari, naitwa Dr. Edmund Ferdinand Mshumbusi, daktari bingwa wa magonjwa ya macho. Napatikana hapa Optiview Specialized Eye Clinic, kliniki ya magonjwa ya macho iliyopo hapa Uhindini, Dodoma. Karibu. Leo napenda tuzungumzie kuhusu ugonjwa wa macho unaojulikana kwa jina la shinikizo la macho ama kitaalamu glaucoma. Shinikizo la macho ni ugonjwa wa macho unaoathiri kwa sehemu kubwa neva ya fahamu ya macho inayoleta mawasiliano kati ya jicho na kwenye ubongo. Kumbuka, ili tuweze kuona vizuri lazima pawepo na mawasiliano thabiti kati ya jicho na hiyo neva ya fahamu na sehemu ya ubongo ambayo inahusika na uoni na vision, inaitwa visual cortex. Kwa hiyo mfumo mzima lazima uwe intact, uwe mzima ili tuweze kuona vizuri. Sasa shinikizo la macho linaenda kuua au kuathiri huo mshipa wa fahamu au hiyo neva ya fahamu inaitwa optic nerve, na inapofanya hivyo kidogo kidogo, lakini mwisho wa siku husababisha upofu ama uoni hafifu. Na inapofanya hivyo tatizo hili halirekebishiki. Yani inapokuwa imeua ule mshipa wa fahamu, basi huwezi tena kurejesha kwa namna yote ya kisayansi ili uweze kurudi kuona kama ilivyokuwa hapo awali. Na leo kipekee katika aina ya shinikizo la macho kuna makundi kama 4, na napenda tujikite hasa kwenye kundi la mwanzo linaitwa primary open angle glaucoma. Sijui kwa Kiswahili tunaweza kusema angle iliyo wazi ya shinikizo la macho, lakini kuna angle closure glaucoma, alafu kuna kundi lingine la secondary glaucoma na ile ya kuzaliwa nayo congenital glaucoma. Kwa hiyo leo tutafanya kipindi kuhusiana na primary open angle glaucoma. Na hii inavyojieleza, unajua kwenye jicho la binadamu kuna maji yanazalishwa yanaitwa aqueous humor kitaalamu ndani ya jicho kwa ajili ya kusambaza virutubisho na maintain physiology ya jicho lenyewe. Sasa yale maji yanapozalishwa nyuma ya lenzi yanatakiwa yafanye kazi yake. Ikishafanya kazi yake na yanatakiwa kufanya, yanatakiwa yatoke, yawe drained kwa mifumo iliyopo kupitia kwenye hiyo engo mbele ya lenzi. Kwenye kona ya jicho kule ndio kuna hiyo engo inaitwa anterior chamber engo. Hiyo engo ndio inayo drain maji yale yanayozalishwa kwenye jicho. Kwa hiyo ku maintain hiyo stability kwamba maji yatazalishwa, yakishazalishwa yanafanya kazi yake inayotakiwa, afu yanatakiwa yatoke kawaida. Ni tofauti na yale machozi, yani yale maji ndani ya jicho. Sasa haya maji yasipokuwa yanatoka inavyotakiwa na yanaendelea kuzalishwa kwa wingi, ndio husababisha sasa shinikizo la macho. Kwa hiyo pressure inavyozidi kuwa iko juu au shinikizo la jicho linavyozidi kuwa iko juu, kinachoathirika pale ni ile ile neva ya fahamu
ya jicho inaitwa optic nerve, na hivyo kushindwa kupeleka mawasiliano kwenye ubongo na hivyo kusababisha uoni hafifu ama upofu. Tukiangalia hapa, huu ndio mfumo mzima wa mawasiliano wa jicho. Jicho ili la upande wa kulia mfano, taarifa inatoka nje kule inaingia kwenye jicho, kishafika hapa inachukuliwa na huu mshipa wa fahamu unaitwa optic nerve au nerve ya optic, inaletwa mwisho wa siku inaletwa kwenye sehemu inaitwa visual cortex kwenye ubongo huku, na ndio taarifa inachakatwa mtu aweze kuona. Sasa kinachotokea kwenye pressure ya macho ama shinikizo la macho ni kwamba pressure ya ndani ya jicho inaua hapa kwenye kichwa cha neva hiyo ya fahamu, kwenye optic nerve head. Pakisha haribika hapa, basi panakata mawasiliano kati ya jicho na ubongo na mfumo mzima wa mawasiliano wa ubongo, na hivyo mtu hupoteza kuona. Sasa hili ni jicho. Ndani ya jicho tulisema kuna maji yanazalishwa hapa kwenye hizi chembe hai hizi ciliary body. Hayo maji yanaitwa aqueous humor. Hayo maji yanatakiwa yakishafanya kazi yake ni pamoja na kuleta virutubisho kwenye lenzi na mifumo mingine ya jicho. Yakishamaliza kufanya kazi yake yanatakiwa yatoke kwenye hichi kitundu yaje huku kwenye hii kona ya jicho, ndio tunaita anterior chamber angle, ambayo hii ikiwa open ndio tunaita open angle glaucoma. Kwa kundi lingine la angle closure, basi angle inakuwa iko nyembamba imejifunga, na yenyewe ni sababu zingine, hilo ni kundi lingine tutazungumzia siku nyingine. Lakini hapa maji yanatakiwa yatoke sasa ili yanyonywe huko kwenye mfumo mwingine wa mwili. Yasipotoka vizuri ndio pressure inaongezeka, shinikizo linaongezeka, linaua hapa kwenye neva ya fahamu na mawasiliano yanashindwa kwenda kwenye ubongo. Sasa huu ndio mfumo mzima wa mawasiliano wa jicho la kulia na jicho la kushoto. Tumesema kwamba jicho linaunganika na ubongo ili tuweze kuona vizuri. Sasa taarifa inatoka nje ya jicho, inachakatwa hapa, mfumo wa neva ya fahamu hiyo unachukua taarifa hiyo, inaleta huko kwenye ubongo ili mtu aweze kuona vizuri. Kinachotokea sasa kwenye shinikizo la macho ni pale sehemu ambapo taarifa za macho zinakuwa zichukuliwe zipelekwe kwenye ubongo, pale panaharibiwa na shinikizo la pressure na shinikizo la macho. Kwa hiyo taarifa inashindwa kwenda kwa ufasaha kwenye ubongo, na hivyo mtu kuona kwa hafifu au kutokuona vizuri ama kupoteza uoni kabisa. Kwa hiyo mfumo huo wa mawasiliano ndio ambao unaharibika, yani mawasiliano yanakatika kutoka kwenye jicho kwenda kwenye ubongo. Na ndani ya jicho tumesema kuna maji yanazalishwa kwenye sehemu ya nyuma ya lenzi ya jicho inaitwa ciliary body. Yale maji ambayo tunaita aqueous humor yanatakiwa yafanye kazi yake inayotakiwa, afu yatoke yaje kwenye kona huku, kwenye kona ya jicho ya mbele ya jicho, ili yaweze kutoka nje kwa ajili ya kwenda kwenye mfumo mwingine wa macho, mfumo wa utoaji taka wa jicho ama wa mwili. Sasa yanaposhindwa kutoka vizuri ndio husababisha pressure ile kuendelea kuongezeka. Tension inaongezeka, inavyoongezeka inaua hizo neva za fahamu zinazochukua mawasiliano kutoka kwenye jicho kwenda kwenye ubongo. Kwa uelewa mpana zaidi, hii ni picha ambayo tunapiga kujaribu kufanya tathmini ya athari inaweza kuwa imetokea kwa mtu mwenye tatizo la shinikizo la macho. Sasa hii ni picha ambayo ni kawaida. Jicho linatakiwa kuwa hivi. Hii ndio sehemu ambapo ule mshipa wa fahamu wa jicho na optic nerve unatokea hapa kwenda kwenye ubongo. Sasa inapotokea athari inakuwa kama hivi. Mtu mwenye shinikizo la pressure ya macho, unaona huo mduara unazidi kuongezeka. Maana yake kadri pressure inazidi kuwa kubwa na ule mshipa wa fahamu unazidi kuharibika. Sasa tuangalie vihatarishi ama risk factors za kupata tatizo hili la pressure ya macho ama shinikizo la macho. Moja ni genetics, urithi wa vinasaba. Kama kwenye familia kuna mtu alikuwa na shida hiyo, wale close relatives, baba, mama, kaka, dada, babu, hao kama kuna mtu kwenye familia au niliowataja wana shida hiyo, basi na wewe unaweza kuwa kwenye riski ya kupata tatizo la shinikizo la macho. Lakini pia umri unavyozidi kuongezeka na yenyewe pia inaweza kuwa ni
mojawapo ya vihatarishi vya mtu kupata shida hiyo. Pia research inaonyesha wenye magonjwa mengineyo, kisukari na pressure, nikimaanisha hypertension, na wenyewe pia wanaweza kuwa kwenye riski ya kupata tatizo la pressure ya macho ama shinikizo la macho. Lakini hasa sababu ni nini? Tumezungumza pale awali na tuliona kwenye marejeo ya picha kwamba kuna watu muundo wa macho yao, ile kona ya jicho haijakaa kuwezesha maji yale yanayozalishwa ndani kutoka kwa urahisi. Kwa hiyo mtu anaumbika hivyo akiwa na hiyo default. Kwa maana hiyo mtu wa namna hiyo anakuwa kwenye riski ya kupata tatizo la glaucoma, tatizo la shinikizo la macho, kuliko mtu ambaye hajaumbika namna hiyo. Kwa hiyo na hasa sababu kubwa ni pressure inakuwa juu. Ikishakuwa juu inaathiri hiyo neva yako ya fahamu ya jicho, na macho yote mawili yanaathirika kwenye tatizo hili la primary open angle glaucoma. Na inawezekana jicho moja lilikuwa na athari zaidi kuliko lingine, ila kikawaida ni macho yote mawili hupata athari hiyo. Yes. Kwa nini moja liathirike kuliko lingine? Hakuna sababu maalum. Kama factors nyingine ziko tu kawaida. Macho tunasema ni mapacha wawili wanaofanana, lakini sio lazima yafanane kwa 100% kwenye upande wa magonjwa. Kwa unasema ugonjwa wa macho wa aina fulani unaweza kuathiri macho yote mawili, lakini sio lazima yaende sambamba kwa kufanana yote. Unaweza kukuta jicho moja limeanza kupata athari mapema kuliko jicho lingine. Ni hiyo variation ni kawaida sana. Sawa. Na baada ya kujua tatizo hili kwa undani, sasa tuangazie swala la matibabu yake. Na hapa nataka nitoe msisitizo kwenye muda, timing. Ni muda gani umefahamu kwamba una tatizo hilo la shinikizo ya macho? Kwanza tujue dalili za ugonjwa huu sio za moja kwa moja. Yaani inapoanza shida hiyo, mtu anaweza asijue kabisa kama ana tatizo la pressure ya macho, na unapokuja baadaye kugundua kwamba una tatizo hilo, mathalan umegundua hauoni vizuri, muda huo tayari asilimia kubwa ya ile neva ya fahamu imeshapata athari kubwa. Kwa hiyo katika hatua za awali hakuna dalili za moja kwa moja, na kwa maana hiyo watu wengi sana tunawagundua wakiwa katika hatua za mwishoni. Kwa hiyo sasa kusisitiza umuhimu wa muda wa matibabu, lazima tu tumegundua huyu mtu katika hatua za awali, na tunamjuaje na hana dalili yoyote? Tumesema kwenye vile vihatarishi, mtu kama unafahamu kwenye familia kuna watu wenye matatizo yanayofanana na hayo, basi unahimizwa kufanya uchunguzi wa mara kwa mara. Na hasa kama una historia hiyo kwenye familia, basi ni vyema ukifika kwa daktari wa macho umwambie specifically kwamba kwenye familia yetu kuna tatizo hilo, ili aweze kufanyia screening ya moja kwa moja ya tatizo hilo la shinikizo la macho. Kwa hiyo tunapogundua mapema, huwa tunatoa matibabu yafuatayo. Moja wapo ambayo ndio tunaanza nayo ni matibabu ya kudhibiti ile shinikizo la macho. Pressure ya jicho la binadamu kawaida ina kati ya 10 mpaka 21. Kwa hiyo mtu akipimwa akakuta pressure iko juu na imeshaanza kuathiri mshipa wa fahamu, basi anaambiwa ana tatizo la glaucoma na anaanza matibabu ya dawa. Dawa zinakuwa ni muendelezo, sio dawa anatumia leo alafu anasema amekwisha pona. Hapana, ni muendelezo. Anatakiwa hiyo tiba awe anaizingatia mara kwa mara. Tunafanya follow up kuangalia pressure dawa tunazotoa na pressure inavyoenda, kama imedhibitiwa ama la. Na kingine, kama dawa zimeshindikana control pressure hiyo, basi tunaenda kwenye hatua nyingine. Kuna huduma kadha wa kadha, moja wapo ni laser, mionzi laini ambayo inasaidia kuongeza njia za yale maji ya ndani ya jicho kuweza kutoka vizuri. Lakini pia kuna huduma za upasuaji kutengeneza pia njia mbadala za maji ya ndani ya jicho
kuweza kutoka vizuri. Lakini kingine pia hizi ni advanced technique ambapo wenzetu wanapandikiza pump maalum ya kupump yale maji ya ndani ya jicho yaweze kutoka nje. Lakini hatua za awali kabisa watu natoa huduma za matibabu ya dawa ziko za jamii mbalimbali, na mpaka hatua hiyo onekane kwamba haikipi, ndio tunaenda kwenye utaratibu mwingine wa matibabu. Sasa tutafanyeje tujikinge na tatizo la shinikizo la macho? Kwenye kundi hili tulozungumzia leo, primary open angle glaucoma, hakuna njia ya moja kwa moja sana useme unaweza ukazuia tatizo hilo la shinikizo la macho, lakini tunachoweza kuzuia ni athari inayotokana na shinikizo la presha ya macho. Tunazuia vipi? Kwa kuweza kugundua mapema na kuanza kudhibiti tatizo hilo mapema. Lakini pia vile vihatarishi tulivyozungumza vingine ambavyo ni secondary, ni kama tulisema tatizo la sukari ama presha na vihatarishi vingine ambavyo viko ndani ya uwezo wetu, basi tunashauriwa tuweze kuvicontrol. Lakini pia kujua tu umri unavyozidi kwenda na ile kuwa kwenye familia ambayo kuna watu walikuwa na historia ya magonjwa hayo, basi kuwa makini na katika kufanya uchunguzi wa macho mara kwa mara. Sasa unajua kwenye jamii yetu tabia ya kufanya uchunguzi wa afya sio tabia ya watu wetu sana, kwenda tu mtu hospitali kufanya uchunguzi wa tatizo lolote lile. Lakini nipende kukushawishi au kukuhimiza kwamba ni muhimu sasa kuwa na tabia ya kufanya uchunguzi wa afya, na hasa kwenye upande wa macho. Tatizo hili tulozungumza leo tumegundua kwamba halina dalili yoyote. Najua sisi tumezoea kwenda hospitali pale unapoona una maumivu, pain. Ukishakuwa na maumivu makali yameshindikana, huko ndo mtu anasema aende hospitali. Lakini kuna magonjwa ambayo hayana dalili za maumivu, lakini yana athari kubwa kuliko bora angekuwa yanakuja na maumivu hapo awali. Kwa hiyo tabia, kwa hiyo tubadilishe tabia na mienendo, tuwe na kawaida ya kufanya uchunguzi mara kwa mara, kujua tu kwa umri wangu huu sasa hivi naweza kawa na riski ya kupata 1, 2, 3, basi unakwenda kufanya uchunguzi. Kwa hiyo kwenye upande wa macho, tatizo la shinikizo la macho halina dalili yoyote na ni salama yako ukilijua mapema, ili uweze kulidhibiti mapema kabisa katika hatua za awali. Lakini kingine tunaweza kusema gharama. Hapana, gharama za uchunguzi wa shinikizo la macho ni ndogo kabisa. Yaani unaweza kusema unaokoa gharama ya kumuona daktari leo, lakini gharama kubwa baadaye huko ya kuja kujiuguza ama kushindwa kufanya shughuli zako vizuri, gharama ni kubwa zaidi. Kwa hiyo kwenye upande wa gharama, naweza kusema gharama za uchunguzi wa shinikizo la presha ya macho ni ndogo kabisa. Popote ulipo, kama ni Dodoma, basi ufike hapa kwenye kliniki yetu, tunaweza tukakusaidia, ama basi kliniki nyingine ambazo zinatoa huduma za namna hiyo. Hata mikoa mingine huduma hizi za macho na uchunguzi wa shinikizo la macho ziko karibu kila sehemu sasa hivi. Kwa hiyo jamii inahimizwa ama inasisitizwa kutumia hizo fursa ili kuweza kufanya uchunguzi wa matatizo hayo na kuweza kupata ufumbuzi wake mapema. Mstari ule